Karibu mpendwa mtazamaji wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia channel yetu ya BW Media. Tunafurahi sana kwa namna ambavyo umeendelea kuungana nasi katika juma lingine tunapoenda kuchunguza neno la Mungu kwa kina na kwa ufasaha zaidi, tukijifunza mada mojawapo ya kitabu cha Wafilipi. Na leo tuko katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3. Nikuambie tu mada ambayo tunaenda kujadili siku ya leo inaenda kwa kichwa cha somo kumtumainia Kristo pekee. Kumtumainia Kristo pekee. Tutajifunza mambo mengi sana ambayo mwisho wa siku yatakuja kuturejeza namna bora kabisa ambayo tunaweza kuenenda katika kumtumaini Kristo pekee. Kama kawaida siko peke yangu katika studio za BW Media. Niko na wachambuzi, niko na Dr. Martin Maduhu, pia niko na mwinjilisti Matthew Masaka. Hawa tutaungana kuendeleza kabisa uchambuzi huu ambao tunajikita katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3. Nikukaribishe katika kipindi cha leo. Hii ni BW Media. BW Media, stay informed. Mpenzi mtazamaji, tunatambua sana na kujali mwitikio wako katika vipindi mbalimbali katika chaneli yetu ya BW Media, na mahususi sana katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tuna baadhi ya maoni ambayo tumeyakusanya na tumejaribu kuyapata kutoka kwenu wafuatiliaji wetu ambao mko ulimwengu mzima. Nianze na Alain Kabika. Huyu anatokea DRC Congo. Anasema ninawafuata toka Congo. Mbarikiwe. Tuna Ndasa Baelie. Huyu anatoka Zambia. Anasema tunawafuata hapa Zambia. Mungu awabariki kwa kazi yake. Mwingine pia anaitwa Samson Kerie. Anasema Elda Masaka. Huyu Elda Masaka ni miongoni mwa wachambuzi nguli kabisa. Anasema huyu mtazamaji wetu kwamba Elda Masaka, Mungu akubariki kwa ufafanuzi wako. Tutamfikishia hizi, nadhani atakuwa amezipata kwa kina zaidi. Lakini Mwizarubi Silvester, huyu anatokea kwenye mbuga kubwa sana hapa Tanzania inaitwa Mikumi. Anasema nawapata vyema kutokea mbuga ya wanyama ya Morogoro Mikumi. Mungu azidi kuwatumia nami mnanibariki kwa ufafanuzi wenu. Lakini kutoka Kisii nchini Kenya anaitwa Evans Ochora. Anasema nawafuatilia nyinyi vizuri kutoka Kisii. Mungu awabariki. Joelie Rora anasema nawatazama kutoka Kitengela, Kajiado, Kenya. Baraka tele. Tuna Agnes Cheruto anasema nawafuata vizuri hapa Eldoret, Kenya. Mbarikiwe sana. Wa Kenya, ndugu zetu kutoka Kenya kule, naona mnafuatilia sana kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Fares Kazoya anasema mubarikiwe sana, maana Mungu huwa anawatumia vizuri na waelewa vizuri. Lakini Maria Bernard anasema mbarikiwe sana, huwa na waelewa. Maria anatoka Kahama nchini Tanzania. Glad Gift anasema Mungu awabariki sana kwa uchambuzi wenu. Emily Akinya anasema it's not in vain whatever you servants of God is doing. We are blessed and many lives are being saved. Mbarikiwe kutoka Kenya. Fabian Baraka anasema amina, tumebarikiwa. Huyu anatokea DRC Congo, kwa Kiswahili chake kidogo katika kuandika hakijanyoka sawa, lakini anasema amina, tumebarikiwa sana kutoka Goma DRC Congo. Kutoka Nairobi anaitwa James Nyagechi, anasema God bless you. Nimalizie na comment ya mwisho kutoka Wisconsin, Marekani. Huyu anaitwa Jared Nyamora, anasema barikiwa sana kwa maelezo sabiti. Asante Dr. Martin. Huyu Dr. Martin ni miongoni pia mwa wachambuzi makini sana wa kipindi kile cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika channel yetu ya BW Media. Anasema barikiwa sana kwa maelezo sabiti. Asante Dr. Martin kwa mfano wa kibuyu. Alieleza kidogo swala la kibuyu. Anasema maziwa na nyoka. Jared kutoka Wisconsin, Marekani. Tunaamini pia mchambuzi huyu Martin atakuwa amefurahishwa sana na mrejesho huu. Mpenzi mtazamaji, niendelee kukukaribisha katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Usiache kusubscribe
kusubscribe katika channel yetu ya BW Media, kushare, kulike na kucomment. Maudhui haya hayawezi kufika mbali bila mchango wako wewe. Kwa hiyo unaposhare, unaposubscribe, unawezesha watu wengi duniani waweze kupata maudhui haya makini kabisa kutoka channel ya BW Media. Nikukaribishe katika kipindi cha leo tunapoangazia maisha ya Kristo na namna ambavyo aliishi alipokuwa duniani, lakini pia Mtume Paulo anavyoyachukua na namna anavyoyaishi, kututia hamasa, kututia shime tuishi maisha hayo. BW Media, stay informed. Wachambuzi, habari za leo. Tunafurahi kwa namna ambavyo mmeendelea kuwa sehemu ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Pengine kwa kuanza tu, Dr. Martin, ningetamani ungetuongoza katika lile fungu ambalo linabeba muktadha wa somo la juma hili, ukiunganisha na ombi kabla hatujaanza kwenda ndani zaidi katika somo hili, kumtumainia Kristo pekee. Naam. Fungu linatoka kitabu cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 10 na ya 11. Biblia imeandika maneno ya uzima yafuatayo: ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Hilo ndilo neno la Bwana. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi, umekuwa pamoja na mtazamaji na mfuatiliaji katika somo zuri la kuangaza kama mianga wakati wa usiku. Na leo tutakuwa na somo zuri linaloangazia kumtumainia Kristo pekee. Tunamwalika Roho yako Mtakatifu akadumu kutufundisha, tufahamu neno lako katika jina la Yesu, amen. Asante sana kwa ombi hilo ambalo linatupa fursa kubwa zaidi ya kwenda mbele zaidi katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mwinjilisti Masaka, karibu. Tunafurahi baada ya kutazama somo la juma iliyopita, tulikuwa tunaangalia namna ambavyo tunapaswa kuangaza kama mianga wakati wa usiku. Ndiyo. Lakini leo tunarejezwa zaidi kumtumainia Kristo pekee. Tunaenda kujifunza mambo gani katika somo la leo? Nipende kusema kwamba katika somo hili la 6 ndio kiini cha somo zima la robo hii. Na ni somo ambalo linazungumzia wokovu wa mwanadamu au wokovu wetu kwa undani zaidi. Ni fundisho la pekee sana ambalo tunajifunza katika somo la hili la 6. Penzi mtazamaji wa kipindi hiki, nikutie moyo kufuatia kwa makini sana, maana leo tunazungumzia habari ya wokovu wetu. Na somo hili linazungumzia kumtumainia Kristo pekee. Kumtumainia Kristo pekee. Kumtumainia Kristo pekee inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kupitia kwa Kristo pekee ndipo wokovu wetu unapatikana. Kupitia kwa Kristo pekee ndipo wokovu wa ulimwengu unapatikana. Tunaokolewa kupitia kwa Kristo pekee. Na ni fundisho linalotufundisha kuhusiana na kuhesabiwa haki kwa imani, si kwa matendo ambao wanadamu tunayatenda, bali kwa imani kupitia Kristo pekee. Katika aya ambayo unatuweka katika aya fungu kuu au fungu la ukalili, Mtume Paulo anasema kwamba nimjue yeye. Nani? Yesu. Kumjua Yesu ni zaidi ya kufahamu habari zake, kwamba ni Mungu, ni muumbaji wa vyote, ni mwokozi. Ni zaidi ya hapo. Kumjua yeye inamaanisha kwamba kuwa na uhusiano wa karibu na wakina na Yesu. Inamaanisha kujisalimisha kwake. Inamaanisha kumtumainia Kristo pekee kwamba anatupatia wokovu. Inamaanisha kuonyesha utii kwake, kumjua. Nimjue yeye. Napenda nikutie moyo kumjua Kristo, maana kumjua Kristo ndio wokovu unapatikana hapo. Na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika mateso yake. Uwezo wa kufufuka kwake ni uwezo wa pekee sana ambao ulimfufua Yesu kutoka katika wafu. Lakini tu washirika katika mateso yake, kimaanisha kwamba
katika utume wetu tukubali kujitoa katika kazi ya Mungu, hata ikibidi kuteseka, hata kufa. Tushiriki mateso ambayo Kristo alipitia kwa ajili ya wokovu wengine. Ikiwa Kristo alipitia mateso kwa ajili yetu, na sisi tuwe tayari kupitia mateso kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Tushiriki katika mateso ambayo Kristo alipitia, tubatizwe batizo ambayo Yesu alipitia, na kunywa kikombe ambacho Yesu alikinywea, yani kupitia mateso ambayo Yesu alipitia katika huduma yake. Anasema nikifananishwa na kufa kwake, tufananishwe na kufa kwa Kristo. Tunafananishwa na kufa kwa Kristo. Kwanza tunapata kufa kwa Kristo, na mnafananishwa ni kwa njia ile ya ubatizo. Tunapojisalimisha kwake kwa njia ya ubatizo, tunafananishwa na kufa kwa Kristo. Lakini kufa kwake pia inamaanisha jambo la pili, ni ile hali ya sisi katika huduma na utumishi na utume wetu, kukubali kujisalimisha na kufanya huduma ambayo itatupelekea kupitia majaribu, mateso, hata kufa katika huduma na utumishi ambao Yesu ametuitia kufanya. Kama ambavyo tumejifunza katika masomo yaliyopita kwamba kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Lakini anasema kwa namna hii katika huduma hii, ili nipate kwa njia yeyote kuifikia kiama ya wafu. Anapozungumza kiama ya wafu anamaanisha ufufuo wa wafu, kwa juhudi zote, kwa kujitoa kwa Kristo, kwa kumtumainia Kristo pekee, na kuishi maisha manyofu mbele za Mungu, na kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa njia hii tupate kuifikia kiama ya wafu. Kwa nini tuifikie kiama ya wafu? Kiama ya wafu ni ufufuo au siku ile ya mwisho ya ufufuo wa wafu, ambao tunajifunza kwamba katika kiama ya wafu tunapolala mauti, tunasubiri ufufuo wa wafu kuja kwa Yesu mara ya pili, ambaye atafufua watu wake kutoka makaburini. Na katika ufufuo huu, ufufuo wa kwanza ni ufufuo wenye haki, ufufuo wenye heri. Kwa tunapopiga mbio ya imani na utumishi na huduma, tunapambana ili tuweze kuifikia kiama ya wafu, yani ufufuo wa kwanza, ufufuo wenye haki. Endapo tutaruhusu Mungu tulale katika mauti, basi tulale katika Bwana ili tusubiri ufufuo wenye haki, ufufuo ule wa kwanza. Kwa somo la juma hili natuelekeza namna gani katika utume wetu ya wokovu wetu unapatikana kwa njia ya Kristo pekee, sio kwa juhudi na matendo yetu, ambayo tutajifunza katika somo la juma hili la 6 kwamba baadhi ya viongozi wa Wayahudi walikuwa naamini kwamba tohara ni mojawapo ya njia inayowafanyia watu wapate wokovu, yani matendo ya tohara, kufunga, kutoa sadaka, kuhudumia watu, yani ni sehemu mojawapo inamfanya mtu apate wokovu. Lakini wokovu tunajifunza kwamba haupatikani kwa njia ya matendo. Wokovu unapatikana kwa njia ya imani, na Kristo pekee anatupatia wokovu kwa njia ya kuamini tu. Kwa Jumaa tutajikita zaidi kuangalia kwa namna gani wokovu unapatikana kwa Kristo pekee, naye ndio kiini cha wokovu wetu. Asante sana Mwinjilisti Masaka kwa utangulizi huu ambao kimsingi umebeba muktadha mzima wa namna ambavyo somo la juma hili tunapaswa kujifunza mambo ya muhimu ambayo umeeleza kwa kifupi sana. Tukienda ndani zaidi, Daktari Martin, ukisoma katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa kwanza ukaenda na wa kwanza mpaka wa 3 hapo, kuna maneno ambayo Mtume Paulo anazungumza, furahini katika Bwana. Sasa kwa mtu mwingine inaweza kaleta mkanganyiko, ina maana gani kwa Mkristo wa leo kufurahi katika Bwana? Naam, asante sana. Naungana na maelezo ya awali mazuri yaliyotolewa. Kuna maana gani kufurahi katika Bwana kwa Mkristo? Furaha katika Bwana ni mwitikio kwa kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya katika Kristo Yesu. Ni mwitikio wa kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya katika Kristo Yesu. Sio kwamba atafanya nini, sio kwamba itakuwaje, bali amekwisha kukifanya. Hivyo hakuna sababu yoyote ya kutokufurahi, hakuna sababu yoyote ya kutokuwa na furaha, lakini jambo ni moja tu, kufurahi katika Bwana. Unaweza furaha yako ikawa inapatikana katika vitu vingine, katika watu, katika mali, katika chochote kile. Furaha hiyo sio halisi. Furaha halisi inapatikana katika Bwana peke yake. Sasa
Waraka huo kwa Wafilipi sura ya 3, ukisoma vizuri ile aya ya 1 mpaka ya 3, anasema kwamba jihadharini na mbwa. Hiyo ni aya ya 2. Mbwa hapo anatajwa kama walimu ambao wanatoa mafundisho ya uongo. Jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Hapa alikuwa anazungumzia tohara, wale ambao walikuwa wakijisifu Kiyahudi kwamba wamefanyiwa tohara. Lakini anapomalizia fungu la 3 anasema, maana sisi tu tohara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumainii mwili, kwa maana hatutumainii matendo, kwa maana hatutumainii vitu vyepesi vifanyikavyo katika mwili, bali tunamtumainia Kristo. Na mpenda Kristo na mtumaini Kristo. Sijui kama wewe unampenda Kristo. Na kupatia mambo 5 ambayo yanaiba furaha yako katika Bwana, na tutaangalia namna gani tufanye. Jambo la kwanza linaloiba furaha yako kwa Bwana ni kujilinganisha. Unapojilinganisha maisha yako na ya mwingine, mtumishi mwenzako, mtu mwingine, unapata wivu, unapata husuda, unakata tamaa, kujithamini kunashuka. Wagalatia 6 fungu la 4 na la 5 ameeleza kila mmoja kwa nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo usijilinganishe. Jambo la pili linaloondosha furaha katika Bwana ni pamoja na dhambi. Dhambi ipo hapa katika makundi 3. Dhambi zinazofanyika kwa maana hiyo zinaondoa furaha katika Bwana, hivyo inabidi zitubiwe. Lakini zipo dhambi ambazo bado haujazitubu kwa dhati. Mungu anasema utakapotubu kwa dhati, furaha hiyo atairejesha. Lakini huenda umetubu na bado na mashaka, una ile hatia kwamba ni vipi. Unapotubu katika kweli, Yohana wa kwanza 1 fungu la 9 anasema yeye husamehe. Jambo la 3 linaloondosha kufurahi katika Bwana ni kutokuwa na neno, ukame wa neno na ushirika wa Mungu. Tunapokosa kusoma neno, Nehemia 16:15 ameeleza habari hiyo. Tunapokosa kusoma neno, ushirika na Mungu unapokosekana, furaha inaondoka. Waga sio miujiza, ushirika na Mungu unapatikana kwa mambo mawili peke yake: kusoma neno pamoja na maombi. Jambo la 4 linaloondosha furaha katika Bwana ni pamoja na kukosa kusudi na njozi ya maisha haya, kama Paulo ambavyo alisema kuishi kwake ni Kristo katika Wafilipi 1 ile aya ya 21. Maisha yanapokuwa na kusudi, unaona kufurahi katika Bwana. Na jambo la mwisho na la 5 linaloondosha furaha ni pamoja na kung'ang'ana na mizigo yetu badala ya kumtwika Kristo. Aliposema njooni kwangu katika Mathayo 11:28, usidumu kung'ang'ana, mtwike fadhaha, kisha utaona namna gani atakufanya kufurahi katika Bwana. Jambo la mwisho na la pekee kabisa, je, huenda liko jambo ambalo linakufanya usifurahi katika Bwana? Labda ni dhambi, labda ni kujilinganisha, kitu chochote kile, mzigo mzito, mkabidhi Kristo. Hauna sababu yoyote, kwani amesema kwamba furaha ya Bwana ni nguvu zako. Kwa hiyo hebu tumtumainie kikamilifu Kristo peke yake, maisha haya yakaweze kuwa yenye furaha katika Bwana siku zote. Asante. Naam, asante kwa maelezo hayo Daktari Martin. Tunaendelea mbele zaidi. Tunaona sasa Mtume Paulo anayachukulia yale mambo ambayo ni muhimu tu kwake, na ukihusianisha pia na kitabu kile cha Yohana sura ya 9, kuna mambo gani ambayo kimsingi yanaweza katujenga leo? Karibu. Kuna mambo ya msingi ambayo yanaweza kujenga leo katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 9. Kwanza Paulo anaelezea kuhusu rejea yake kabla hajawa Mkristo, namna ambavyo alikuwa na juhudi katika kutesa kanisa, na alikuwa anajiona kwamba yuko sahihi, lakini mambo yale yalimpofusha asiufahamu kweli. Lakini baada ya kuongoka, Yesu akamfumbua macho, akawa sasa anaona katika mtazamo wa kiroho. Koleji yake ilibadilika. Na katika Yohana sura ya 9 Yesu anamponya kipofu.
na hapa kunatokea mtafaruku fulani kati yake na Mafarisayo. Lakini katika aya 39 ndio aya inayovutia zaidi, ambayo ilikuwa inahusu hawa viongozi wa Kiyahudi Mafarisayo. Yesu alisema hivi, Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, na wao nao waonao wa vipofu. Kwamba Yesu amekuja katika ulimwengu kwa hukumu, ili wale wasioona, yani wale ambao wamekubali kujinyenyekeza kwa Kristo, ili wafundishwe na wafundishike, hawa wataugundua ukweli. Wataugundua wokovu unaopatikana kwa njia ya imani pekee. Watagundua kwamba haki inapatikana kwa kuhesabiwa haki kwa njia ya imani pekee. Lakini wale ambao wanajifanya kwamba wanaona, wana ufahamu, wana ujuzi na wanajivunia kwamba wana maarifa makubwa kama vile viongozi wa Kiyahudi Mafarisayo na Masadukayo, anasema hao ni vipofu. Maana wanatembea wakidhani wako sahihi, lakini kiuhalisia wanatembea gizani wakiwa vipofu. Katika ulimwengu kuna mambo fulani ambayo huwa tunayapenda kuyafanya, yanatupofusha tusione mambo ya kiroho ambayo yapo katika neno lake. Ili tuweze kuwa kuyapatia kipaumbele mambo ya muhimu zaidi, tukubali kujisalimisha kwa Kristo, tuondoe ule upofu wetu wa kiroho, ili tutazame Kristo katika hali ya upendo na katika hali ya wokovu na uchaji Mungu wa kweli na wa haki. Paulo alipo kubali kujisalimisha kwa Kristo, alibadilishwa na akawa ni mtume wa mataifa akifanya kazi ya Mungu, maana alikubali kwamba haoni. Ni kukiri tu kwamba hatuoni, ili Yesu atupatie hali ya kuona katika mtazamo wa kiroho, ili tutembee katika hali ya kiroho, ili tunatazama mambo ambayo ni ya kipaumbele, ambayo jenga katika masuala mazima ya wokovu na kumkaribia Kristo siku hadi siku. Asante. Naam, asante Hilda Masaka kwa maelezo mazuri. Huenda kwa unajiuliza ni mambo gani haya muhimu? Jambo muhimu ni ufalme wa Mungu, maana ndilo jambo muhimu. Utafuteni kwanza ufalme wake, alafu na haki yake. Haki yake ndiye Yesu Kristo tunayemzungumzia leo, na ufalme huo haupo kwingine, ni katika maisha yetu kabisa haya ya kawaida. Maana amesema ufalme wa Mungu upo ndani yenu. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu kile cha Luka. Kwa hiyo mambo hayo yamewekwa bayana kupitia Kristo mwenyewe, kupitia neno lake, na yanasadikishwa kupitia Roho Mtakatifu. Tutakapogundua mambo hayo ya muhimu, tutaweza kukaza macho, tutaweza kutumainia na tutaweza kupata thawabu katika maisha haya na katika maisha yale ya umilele. Kwa kifupi kabisa, utakapokuwa umefanya mambo haya ya muhimu, mambo mengine yataweza kukaa mahala pake. Habari ile ya kipofu iliyotolewa katika kitabu hicho, kanisa hivi leo wakati anaandikiwa kanisa la Laodikia, watu wamepofushwa macho. Ndio maana Mungu anasema njooni mnunue kwangu dawa mpate kuona. Mambo tu mawili Yesu ambaye anaweza kukufanyia, aidha upate kuona, akuponye upate kuona, au haki yake ikupofushe usipate kuona. Sasa nini kifanyike? Tumtumainie Kristo peke yake, ili macho yetu yakapate kuona, ili tusiwe wapofu na tuweze kuupata uzima ule wa milele. Asante. Asante sana kwa uchambuzi huo, Mzee Masaka. Tukiendelea mbele, tunaona katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9 mpaka 11, Paulo anaitaja imani ya Kristo. Sasa mara nyingi anaitaja kwamba haki ipatikanayo kwa imani ya Kristo. Kwa mtazamaji na mtu ambaye sio mchambuzi sana wa Biblia, hii kauli inaweza kuwa na utata kidogo. Ukizingatia pia katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 fungu la 4 na la 2, pia maneno kama hayo yameonekana katika Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 21, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20, kwa lugha rahisi ambayo ya kichambuzi. Sasa mpenzi mtazamaji anaweza akaelewaje maana halisi ya Paulo katika hili? Imani ya Kristo. Nitajikita katika aya 2. Nitajikita katika kitabu cha Korinto wa 2 5:21 na Galatia
2:20. Naam. Korinto wa pili 5:21 Paulo anasema kwamba yeye asiyejua dhambi ambaye ni Kristo alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kristo hajui dhambi, lakini alikubali kujinyenyekeza. Akaacha vyote, akaacha enzi, akaacha mamlaka na utukufu, akajishusha. Hiyo ni imani ya Yesu. Akanyenyekea, akawa mtii hadi mauti ya msalaba. Alikubali kubeba dhambi zetu kupitia kifo cha aibu, cha kudhalilishwa, kifo cha laana, ili sisi tupate wokovu kupitia kwake. Tupate kuhesabiwa haki ya Mungu kupitia haki yake ambayo anastahili. Sisi hatukuwa na haki, ila haki tunaipata kwa Kristo kwa njia ya kumpokea, kwa njia ya imani pekee. Na Yesu alikubali kujishusha. Alikubali kuacha vyote. Ni wangapi leo tunapotafakari katika maisha yetu tupo tayari kujishusha, kuacha nafasi ulionayo katika mamlaka ulionayo, labda ni mtumishi mahali fulani, ni manager, ni mkurugenzi, upo tayari kuacha ile mamlaka yako na cheo chako ukakubali kufananishwa na mtu wa hali ya chini kabisa. Na unafanya vile sio kwa ajili yako, kwa ajili ya mtu mwingine, ili kupitia huduma hiyo apate kumwona Kristo. Yesu pekee alikubali. Hii ndio imani ya Yesu, kukubali kuacha vyote, kukubali kuacha enzi na utukufu, kuishi katika maisha ya namna ya utumwa, kuishi maisha ambayo yanafananishwa na mtu mwenye dhambi. Na hii ndio imani ya Yesu. Lakini kwenye kitabu cha Galatia 2:20 Paulo anasema kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Hii inamaanisha nini? Kujisalimisha kwa Kristo kama kafara katika huduma na utumishi. Na unapotolewa kuwa kafara, ina maana kwamba unakufa, lakini unakuwa hai kupitia Kristo aliye ndani. Nasema na uhai nilionao ni uhai ambao kupitia Kristo aliye ndani yangu na nifanya kuwa hai. Kwa kujisalimisha kwa Kristo katika maisha yetu ili tuweze kuwa na imani ya Yesu pekee, unyenyekevu, kujishusha, kukubali kuteseka kwa ajili ya wengine, kukubali kuhesabiwa kuwa na hatia kwa ajili ya wengine, kukubali kutukana na kudhalilisha kwa ajili ya mtu mwingine. Hii ndio imani ya Kristo. Imani ambayo tunapaswa tuwe nayo katika maisha yetu na katika huduma yetu kama Kristo. Kukubali kutumika kwa ajili ya wengine. Tunajifunza kwa Paulo namna ambavyo alikubali kutumika kwa namna yote ile. Na ndio maana afia kiwango cha kusema kama kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Yaani tukubali kujishusha katika hali ambayo inafananishwa na Yesu aliyekubali kuacha enzi na utukufu na mamlaka na ili kuishi katika maisha ya kawaida ambayo amefananishwa nasi na kufa kifo cha laana. Hii ndio imani ambayo katika maisha yetu tunapaswa kuiga ili tuweze kutembea katika neema na uwepo wa Kristo. Ni Kristo pekee na imani yake ndio ambayo tunatakiwa tuwe nayo katika maisha yetu. Tunaipataje? Tunapata kwa namna tunavyokubali kujisalimisha kwake ili Yesu akae ndani yetu, atuongoze, tutembee katika imani yake ili tuweze kuudhirishia ulimwengu kwamba wokovu unapatikana kwa njia ya Kristo pekee. Na tunahesabiwa haki kupitia haki ya Kristo kwa njia ya imani, si kwa matendo, si kwa juhudi zetu, bali ni kwa njia ya imani pekee. Asante. Naam, asante kwa uchambuzi huo. Kimsingi nakubaliana nanyi kwamba hatuokolewi kwa jitihada zetu wenyewe. Imani katika yale Kristo aliyoyafanya ndio hasa tunapitia njia hiyo. Kimsingi mpenzi mtazamaji, nikwambie tu kwamba tunahesabiwa haki kwa sababu Yesu aliishi maisha kamili na kufa kwa ajili yetu. Mpenzi mtazamaji, kufikia hatua hiyo, tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea kwa undani zaidi katika somo hili la 6. BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji, na kukaribisha tena. Kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia. Tulikuwa katika mapumziko mafupi na tunaendelea katika somo la 6 lenye kichwa cha somo kumtumainia Kristo pekee. Kumtumainia Kristo pekee. Bado niko na wachambuzi ambao wamebarikiwa, tunaweza tukasema kwa namna moja au nyingine, ambao uwezo wao ni kuchambua maandiko na aya za Biblia ambazo tunachagua mada mojawapo na tunakuletea katika hali ya uchambuzi kila juma.
tunaendelea tena Daktari Martin. Paulo anasema jambo moja tu, ni kumjua Kristo. Ukisoma katika ile Wafilipi 3 fungu la 10 mpaka 16 pale tunaona kauli za kishujaa kabisa za Paulo. Kimsingi tunajifunza nini katika hali hii, na ukizingatia kama mlivyochambua pale awali kwamba Paulo alikuwa akijisifu pale awali kwa yale mambo magumu makubwa mabaya aliyokuwa anafanya kulitesa kanisa. Lakini tunaona hapa anasema tu jambo ni moja. Karibu. Asante sana. Kumjua Kristo, jambo moja tu. Ukimjua Kristo umeyajua maisha. Ukimpata Kristo umeupata uzima na umeyapata maisha. Lakini nje na hapo vyote itakuwa ni ubatili na kujilisha upepo. Sasa yako mambo matatu katika hiyo Wafilipi 3 aya ya 10 ambayo yanafanya kuweza kumjua Kristo. Jambo la kwanza ni ubatizo. Anaposema nimekufa nikafufuka pamoja na Kristo, anazungumzia habari ya ubatizo. Ubatizo ndio unakuungamanisha na huyu Kristo Yesu. Ndio maana waga kuna kiapo ile na unakiri kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu jambo la pili la kumjua Kristo ni unaposhiriki mateso kwa ajili ya Kristo. Unapokuwa unashiriki adha za dunia hizi kwa ajili ya Kristo, unazidi kumjua Kristo. Nguvu hazikuishi, japo mwili ni dhaifu, roho inakuwa radhi. Ndivyo unavyohuishwa, unafungamanishwa na mshindi aliyeshinda Gethsemani katikati ya dhoruba hizi. Na jambo la tatu linalofanya kumjua Kristo ni pamoja na umakini, pamoja na focus. Kadiri unapokaza macho mbele, unapomtazamia Kristo peke yake, ndivyo anazidi kujifunua. Mungu aga hajifunui katika akili dhaifu, katika mchanganyiko, katika akili iliyovurugwa na mambo ya ulimwengu huu. Anajifunua katika akili tulivu yenye macho yaliyoelekezwa kwake. Kwa hiyo kwa ubatizo, kwa kushiriki mateso ya Kristo na kuwa na focus na umakini kwa Yesu, ndivyo unaweza kumjua Kristo, na itakupeleka hatua inayofuata ya kufanya naye sasa imani, ya kufanya naye mahusiano, ili maisha ya duniani hapa na ya umilele yakaweze kuwa na faida. Jambo la mwisho katika maisha yetu kwa habari ya kumjua Kristo, ikiwa kuna jambo moja litakufaidia maisha yako yote, ni huyu Kristo ambaye anazungumzwa katika Biblia na katika midahalo kama hii. Kwa hiyo tafuta sana kumjua Kristo ili ukuze uhusiano wako na yeye, ndipo mema yote yatakapoweza kuonekana maishani. Asante. Asante Daktari Martin kwa msisitizo na mkazo huo kwamba jambo ni moja tu, kumjua Kristo na kumtumainia kikamilifu. Mwinjilisti Masaka, tunaenda mwishoni kabisa mwa kipindi hiki. Pamoja na nyongeza zingine ambazo zimekuwa makini sana katika somo hili, mambo gani ya msingi ambayo mpenzi mtazamaji anaweza akaondoka nayo katika somo la juma hili? Kumjua Kristo ndio kiini cha somo la juma hili linalozungumzia kumtumainia Kristo pekee. Yaani kiini cha somo hili ni lipo katika jambo moja. Jambo moja, kumjua Kristo. Jambo gani? Ni kumjua Kristo. Na nieleza awali kwamba kumjua Kristo ni zaidi ya kufahamu habari zake. Kumjua Kristo inamaanisha kuwa na mahusiano naye ya karibu na ya kina. Kumjua Kristo inamaanisha kumtii, kufuata maelekezo yake, kuwa na imani ya Yesu. Ndio maana halisi ya kumjua Kristo. Na kumjua Kristo kwa nini iwe jambo moja? Sababu ndio wokovu. Wokovu wetu upo hapo tu na si vinginevyo. Upo katika kumjua Kristo. Unapomjua Kristo ndio wokovu, ndio kila kitu katika maisha. Kwa kila mmoja wetu, ningewatia moyo watazamaji wa kipindi hiki kwamba tupambane ili tumjue Kristo. Maana tukimjua Kristo ndio kila kitu katika maisha yetu, ndio wokovu, ndio uzima wa milele, ndio tumaini halisi katika maisha haya na yale yajayo, tunapomjua Kristo pekee. Somo la juma hili ni somo la pekee sana ambalo tuweze kulizingatia
linapozungumzia habari ya kumtumainia Kristo pekee. Wokovu wetu, wokovu wako, wokovu wangu unapatikana kwa njia ya kumtumainia Kristo pekee. Kristo usimchanganye na vitu vingine. Usimchanganye na kutumainia mwili. Usimchanganye na matendo. Kristo anabaki kuwa pekee katika wokovu wetu. Matendo yana sehemu gani katika maisha yetu ya kiroho? Matendo mema. Matendo mema ni matokeo ya namna tulivyookolewa kwa imani na tukahesabiwa haki kwa imani. Yale matendo mema ni matunda au matokeo ya wokovu wetu. Na maana Mtume Yakobo anasema kwamba imani bila matendo imekufa, akimaanisha kwamba tunapookolewa kwa neema kwa njia ya imani na kuhesabiwa haki kwa Kristo pekee, tunaishi ile imani. Kuishi ile imani inamaanisha kuonyesha utii wetu kwa Kristo, kutii amri zake, kufuata maelekezo yake, kutenda Yesu leo anavyotuelekeza kutenda, kuishi ile imani halisi ya Kristo ya unyenyekevu, upole na kutumika kwa ajili ya kazi ya Kristo na kwa ajili ya watu wengine. Kwa somo la juma hili ni somo la pekee sana ambalo linatufundisha kuhusu kiini kabisa cha wokovu wetu ni kumtumainia Kristo pekee. Na jambo moja ambalo ni kubwa zaidi katika maisha yetu ili kumjua yeye. Tungetamani, tungekuwa na shauku katika maisha yetu kumjua yeye. Nipende kutoa wito kwako pamoja na kipindi hiki kwamba hebu upate nafasi ya fursa pekee ya kumjua Yesu. Unamjuaje Yesu? Mambo matatu. La kwanza, maombi. Kuwa na maombi ya kina, maombi ya faragha, maombi ya pamoja. Lakini jambo la pili, kusoma neno lake na kujazwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Lakini jambo la tatu ni kuambia wengine kuhusu upendo wa Kristo, kushiriki katika kushuhudia wengine habari njema za wokovu. Haya mambo matatu yatakusaidia sana katika kumjua Kristo. Hapa tutakuwa tunajenga mahusiano yako ya karibu kwa njia ya maombi, kusoma neno lake, lakini kwa njia ya kuambia wengine upendo wa Kristo na kujazwa na Roho wake Mtakatifu. Asante. Kumtumainia Kristo pekee. Je, unamtumaini Kristo pekee katika maisha yako? Au una imani kama walionayo mashetani ambao wanatambua tu mamlaka ya Mungu na wanatetemeka kwa hofu, lakini hamna mahusiano yanayookoa? Baada ya kumjua Kristo, tengeneza mahusiano naye. Unapofanya mahusiano naye, agano lake, uaminifu wake ndipo unaweza kufanyika. Belief ambayo ni imani ni ile tu ya kumjua Mungu kinadharia kwa taarifa, lakini faith ambayo pia nayo ni imani ni ile ya kuruhusu sasa mahusiano yako naye yaweze kukua ili uaminifu wake uweze kuonekana, akabaki yeye ndiye wa kutumainiwa. Mambo mawili tunapokuwa tunatamatisha somo hili. Jambo la kwanza ni matendo yote ya mwili yanalenga katika uduni. Matendo yote ya mwili yanalenga katika uduni, lakini imani katika Kristo inalenga katika ukamilifu. Huenda ukawa unajiuliza tohara kwa sababu gani? Kuna matendo mengi ya tohara sana kwa wakati huu. Kuna sadaka, kuna purgatorio, kuombea watu, kuna mambo ya namna hiyo. Yote hayo ni matendo ya mwili. Naona hapa, lakini pia hata kitubio, yote hayo ni matendo ya mwili. Imani kwa Kristo peke yake inalenga katika ukamilifu. Matendo ya mwili yanalenga katika uduni, ndipo yanafanya kwamba kujitoa na kujikana nafsi kunaonekana kuwa kugumu, wakati katika Kristo ni kurahisi. Na jambo la pili na la mwisho ni kwamba tunapokea haki ya Kristo tunapompokea Kristo mwenyewe. Hatuwezi kupokea haki ya Kristo kama hatuna Kristo ndani yetu. Tumruhusu sasa tuishi ndani yake, naye ndani yetu, ili tukaweze kuzaa sana na mwisho wa siku akabaki kuwa muhimili katika maisha yetu. Asante. Naam, niwashukuru
penzi watazamaji pamoja na wachambuzi, kwa namna ambavyo tumeendelea katika kujadili somo hili kwa kina sana. Kufikia hatua hiyo, mpenzi mtazamaji, nikwambie tu kwamba hii ndio tamati ya kipindi hiki. Usikose juma lijalo, mada makini zaidi iko jikoni inaandaliwa. Nyuma ya kamera tulikuwa na William Mjembe akihakikisha kabisa matangazo haya yanakupata vizuri kabisa bila mkwamo wote. Pengine kwa mwisho kabisa, Mwinjilisti Masaka, tupatie ombi, tutakuwa tukiagana kwa namna hiyo na mpenzi mtazamaji. Basi tuombe. Asante Mungu wetu kwa mibaraka ya somo hili zuri la 6, kumtumainia Kristo pekee. Tunaomba utuongoze kwa unyenyekevu tuweze kukutumainia Kristo wewe pekee, maana kwa kutumainia Kristo pekee ndio wokovu wetu unapatikana. Tuongoze tusifuate habari ya matendo kwamba ni sehemu ya kutufanya tuokolewe, bali imani katika Kristo pekee na kuhesabia haki kwa imani ndiyo njia pekee ya wokovu katika maisha yetu. Na muombe ndugu mtazamaji wa kipindi hiki, bariki, mjalie heri, mjalie amani, na vipindi hivi kaendelee kuwa mbaraka mkubwa kwa watu wote wanaofuata vipindi hivi. Tunahitaji neema yako ipate kutuongoza tuweze kuishi maisha makamilifu. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Amen.